جلاله أبدا ذو الجلال والإكرام وصلوات الله ربي وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فالعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Faqad faza almuttaqun, wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa taala, na wana hasara wasiomcha Allah tabaraka wa taala. Insha Allah, tukiwa katika kipindi chetu cha tauhid, leo tutazungumzia fadailu tauhid, fadila au ubora wa tauhid. Ni kwa nini tunazungumza tauhid? Ni kwa nini mara kwa mara tuzungumzie tauhid? Ni kwa sababu ya umuhimu wake ulio mkubwa, kama tutakavyokuja kuona hapo mbele. Wa insha Allah, kwa umuhimu wa tauhid, muhimu wa durusi za tauhid, tuangalie fadailuha. Na ndugu zangu katika imani, siku zote tunasema kwamba yoyote yule ambaye hana tauhid amefeli. Yoyote yule ambaye hana tauhid hana cha kumliwaza. Akipata shida hana cha kumliwaza kwa kitendo cha kuwa na tauhidi. Muda wote ule anaweza akatoa maamuzi anayoyajua yeye na anayoyafikiria yeye, kwa sababu hana cha kumliwaza, hana sehemu ya kukimbilia. Lakini pia muda wote ule mtu akipata raha, akapata mali, akapata utulivu miongoni mwa utulivu wa dunia, kitendo cha kukosa tauhidi, hizo raha alizozipata zitamshughulisha, zitamtesa. Na si hivyo tu, hizo raha alizozipata inaweza ikawa ni sababu ya kuwatesa wengine. Lakini kwa nini anafikia hali hiyo? Ni kwa kukosa tauhidi. Kwa hiyo nasema kwamba yoyote yule asiyekuwa na tauhidi hana cha kumliwaza na hana pa kukimbilia wakati wa shida, lakini pia hana pa kukimbilia wakati wa raha. Hivyo kuna umuhimu mkubwa wa kurakizi sana katika durusu za tauhidi. Kwa leo hii tukaonelea tuzungumze faida au fadhila za tauhidi, au tuangalie ni kwa nini tauhidi, tunapata nini kutokana na tauhidi, kuna manufaa gani yanayopatikana kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Ndugu zangu katika imani, tauhid kwa ujumla wake, kwa vigawanyo vyake: tauhid al-uluhiyya, tauhid rububiyya, tauhid fi al-asma' wa sifa, at-tauhidullah, tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ni ifraduhu bil ibadat
kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tauhid ni kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni wahidun, ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika. Hilo linafahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hana mshirika. Kwa hiyo wewe kazi unayoifanya ni kuthibitisha umoja wake Allah subhanahu wa ta'ala, tuwahiduhu, unathibitisha umoja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo kuna kazi kubwa ambayo inabidi ifanyike mpaka hilo liweze kukita moyoni, mpaka moyo wako ulisome hilo, uthibitishe umoja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema kulipata hilo ni min ajalli ni'ami, ni katika neema ambazo ni tukufu, wa afdaluha, na ni neema ambazo ni bora kuliko neema zote kwa ujumla wake. Kama ni neema, kama ni utajiri, kama ni cheo, kama ni heshima, kila kitu anachokitamani mwanadamu, basi tauhid ni min ajalliha. Tauhid ni bora zaidi kuliko neema zote unazozifikiria wewe. Lakini pia vile vile ni neema kubwa na iliyo juu ya neema zote. Wa thamaratuhu la tuaddu, matunda yake hayaidadiki, huwezi ukayahesabu. Matunda ya mwenye tauhidi, baada ya mtu kuwa na tauhidi, matunda anayoyavuna huwezi kuyahesabu, hayaidadiki, hayahesabiki. La tuaddu wala tuhaddu. Lakini pia matunda anayoyapata mtu mwenye tauhid huwezi kuyawekea mpaka, hayana mwisho, hayana mwisho wake. Na kama hali hiyo basi, au hali ni hiyo, fadailu tauhid tajma'u khairu dunya wal akhirah. Fadila na ubora wa tauhid unakusanya, au tauhidi na ubora wake na umuhimu wake na thamani yake inakusanya kheri zote za duniani na kheri zote za akhira. Ndugu zangu katika imani, mara nyingi kuna watu hili wanalidharau, wanalirudisha nyuma na kulibeza swala la tauhidi, kukita sana katika kufundisha tauhidi. Almuhimu watu wanataka wapate, waelezwe, wapate vitu vingi tu, vitu mbalimbali, vichekesho na mengine mengi. Lakini ndugu zangu katika imani, tauhid inakusanya neema za duniani, neema za dunia. Basi kama wewe unatafuta neema za dunia na kheri za dunia, hata ungepata kila kitu miongoni mwa mahitaji anayoyataka mwanadamu na kuyatamani, hujapata tauhidi, hujawafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na tauhidi, basi katika neema hizo huna ambacho umekipata, na akhira ndio umekoswa kabisa. Ndugu zangu katika imani, katika neema ya tauhid, awalan at-tumaninatu nafsiyya. Katika neema ya tauhid, at-tumaninatu nafsiyya, miongoni mwa fadhila za tauhid ni kuituliza nafsi. At-tumaninatu nafsiyya, kuituliza nafsi. Unaweza ukawa una mambo yako, unaweza ukawa na matatizo yako, unaweza ukawa una fujo zako, kwa namna utakavyokuwa, lakini tauhidi hivyo vyote inavituliza, inaviondoa baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-tauhid yab'athu ala tumaninati an-nafsi was-sakina. Tauhid inakuwa ni sababu ya kumletea mtu baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utulivu wa nafsi na utulivu wa ndani.
التوحيد القوة والثبات. miongoni mwa fadhail au fadhila za tauhid ni alquwwatu wathibat, ni mtu kuwa na nguvu na kuthibiti. Tauhidi inamjengea mtu nguvu, inampa mtu uwezo wa kuwa na nguvu na kuthibiti, kuwa imara. Kivipi? التوحيد يعطي الإنسان بإذن الله تعالى قوة والثبات في مواجهة التحديات. توحيد بعد إذن يا الله سبحانه وتعالى ni sababu ya kumpa mtu nguvu wa thibati na kuthibiti fi muwajahati at-tahdiyati, katika kuelekea vikwazo, katika kuelekea changamoto. Tauhid ni sababu ya kumfanya mtu awe na nguvu na athibiti katika kuelekea tahdiyati, vikwazo mbalimbali miongoni mwa vikwazo vya duniani, au matatizo mbalimbali miongoni mwa matatizo ya duniani, au changamoto mbalimbali miongoni mwa changamoto. Kwa hiyo tauhid baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kumpa mtu nguvu na kuthibiti katika kuelekea changamoto. Vinginevyo bila kuwa na tauhid utahangaika sana, hata kile ulichokuwa nacho kitaondoka. Lakini bila ya kuwa na tauhid utahangaika sana, hata wewe mwenyewe kupoteza uhai wako au kupoteza nafsi yako bila tauhid. Tauhid inampa nguvu mtu za kuvumilia na kuthibiti kukabiliana na changamoto za aina mbalimbali. Likikupata zuri utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala haitakuwepo sababu ya kuwasumbua watu. Lakini likikupata jambo la kukutia wasiwasi na kukutia misukosuko, una sehemu ya kurejea, utarudi kwenye makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Tauhid imekuwa ni sababu baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala an-najah, kupata ufaulu na kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ambayo ndio tunaisoma mara kwa mara na ndio darasa letu la kila siku ya Jumatano. Tauhid. Kwa nini tauhid? Tauhid sababu istiqama, ni sababu ya mtu kuwa na istiqama, kuwa na msimamo. Unaweza kutafsiri istiqama kuwa na msimamo, kunyooka, kuwa imara, kuwa wima juu ya kuzitekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Hiyo tauhid al-istiqama. Tauhid yaj'al biidhnillah yaj'al insana mustaqiman fi sulukihi wa tasarrufatihi. Tauhid baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kumfanya mwanadamu mustaqiman, mwanadamu huyo anyooke, mwanadamu huyo anyooke. Ndugu zangu katika imani, hali hii haifichikani kwamba kila mtu ana mambo yake, kila mtu ana shughuli zake, kila mtu ana mapungufu yake na kasoro zake, kila mtu ana mapenzi yake. Ni kipi kitakachokutoa huko na ukarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukatoka kwenye unyama ukawa ni mwanadamu? Ni kipi kitakachokutoa huko? Sawa katika mazungumzo, ulimi wako utatumia vipi? Kwa ujumla viungo vyako vyote utavitumia vipi? Asema tauhid ni sababu ya kumfanya mwanadamu anyooke fi sulukihi, katika mwenendo wake. Pekee kitakachobadilisha mwenendo wako, tabia zako baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidullah. Unapokuwa na tauhid, kwa sababu itakuwa ni sababu ya kukurithisha alhaya, itakuwa ni sababu ya kufanya uwe na haya.
uweze kuogopa, uweze kuwa na uoga. Hivyo tauhid ni sababu ya kumfanya mtu awe imara na anyoke fi sulukihi, katika tabia zake, mwenendo wake, wa tasarrufatihi, na matumizi yake ya aina mbalimbali, sawa matumizi ya maneno, sawa matumizi ya matendo, sawa matumizi ya mali, sawa matumizi ya akili, sawa matumizi ya cheo ulichokipata, sawa matumizi ya chochote kile ambacho utakiendea. Kama hauna tauhidi, utababaika sana na utapita njia ambazo ilikuwa haitakiwi uzipite, na utabadilika kutoka katika ubinadamu kuingia katika unyama na mengine mengi katika yale yaliyomzunguka mwanadamu. Hivyo tauhid ni sababu ya kumfanya mtu awe imara na anyoke katika suluki yake, katika tabia. Zipo tabia ambazo zinaendelea, tabia ambazo sio nzuri, tabia mbalimbali, tabia ambazo mwanadamu anatoka kwenye ubinadamu anakuwa mnyama, tabia ambazo almuhimu miongoni mwa tabia mbalimbali, tabia za kuwa na tamaa ya mali, tabia za kuwa na tamaa ya madaraka, tabia za kuwa almuhimu kuchuka mipaka, ukahama mipaka ukaenda sehemu nyingine, ukatupa mipaka ukahangaika. Sasa kitakacho kutoa huko ni tauhidi. Kitakachonyosha tabia baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhidi, na katika matumizi yako ya kila siku. Tauhid miongoni mwa fadhail na umuhimu wake wa tauhidi, mtu kuwa na tauhid na kusomeshwa tauhid na kuirudia tauhidi mirara wa tikrar, ni taqwa Allah. Tauhidi ni sababu ya kumfanya mtu awe mcha Mungu. Yazidu minat taqwa al-insan wa yaj'aluhu akthar khashyatan min Allah. Tauhid ni sababu ya kumfanya mwanadamu awe ni mcha Mungu, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala, afanye yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na yaache yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu katika imani, tunapoyataja hayo, kila mmoja ni shahidi wa nafsi yake, au kila mmoja ni shahidi wa yale yanayojiri katika jamii, kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla, kwamba tauhid yazidu minat taqwa al-insan, tauhidi inaongeza na kuzidisha uchamungu wa mtu. Kwa nini? Tauhidi inakuwa ni sababu, wayajaluhu akthar khashyati min Allah, tauhidi inakuwa ni sababu ya kumtengeneza mtu, kumfunda mtu, kumuinda mtu, kumchunga mtu, akawa ana hofu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ana hofu nyingi kwa muumba wake, muda wake wote akakaa anachukua tahadhari, sawa tahadhari ya maneno, sawa tahadhari ya kusikiliza, sawa tahadhari ya matendo, sawa tahadhari ya fikira, kufikiria kile ambacho kiko nje na misingi ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayajaluhu hayata tayyiba, lakini pia vile vile tauhid ni sababu ya kumfanya mtu awe ni mcha Mungu na awe ni mwenye kumwogopa Allah zaidi, na kuwa ni sababu ya kuyafanya maisha yake ni mazuri, kwa sababu mwisho wa mzunguko utayaona maisha yako ni mazuri. Ugumu ulionao hautokupa shida, hautokupa wasiwasi, hautokupelekea kwenda kumdhulumu mtu, hautokupa tatizo lolote lile, bali utatulia, utaridhika na kile ulichonacho ambacho ni cha halali, au utaridhika na nafasi ulionayo uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo maisha yako kuwa mazuri. Hivyo basi kwa tauhid tunaweza tukasema kwamba tauhidullah huwa asasu saadat fi dunya wal akhirah wa huwa miftahu salahi wan najah, kwamba tauhidi ndiyo asas, ndiyo msingi
wa misingi. Tauhidi ndiyo msingi pekee wa kumtengeneza mtu akapata saadatu fi dunia, akapata utulivu hapa duniani, wal akhirah, na akapata utulivu siku ya kiyama. Kwa hiyo tauhidi ni msingi pekee wa kumtengeneza mtu, kumtoa katika maovu, kumpeleka katika heri, kumtoa katika unyama, akabakia na ubinadamu wake, akabakia na utu wake. Tauhidi ndiyo msingi pekee wa kumpelekea mtu apate mafanikio na furaha ya hapa duniani na siku ya kiyama. Wa huwa miftahul falahi wan najah, na tauhidi ndiyo ufunguo wa kufaulu. Tauhidi ndiyo ufunguo wa ufaulu wa najah, na kuokoka na adhabu za hapa duniani na kuokoka na hasatan adhabu za siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, tauhidi ina nafasi kubwa katika maisha ya fardi, katika maisha ya mtu mmoja mmoja na jamii, kuliko ambavyo mtu anahitajia zaidi pumzi yake. Tauhidi ina nafasi kubwa katika maisha ya mwanadamu kuliko ambavyo pumzi yako, uhai wako kupumua una nafasi. Ndugu zangu katika imani, narudia kusema kwamba tauhid ina nafasi kubwa mno katika maisha ya mwanadamu kuliko ambavyo mwanadamu anahitajia pumzi, anahitajia uhai. Tauhidi sasa ina nafasi kwako, ina nafasi kwangu na wewe kuliko tunavyohitajia uhai wetu. Ukisikia homa unaenda kupima, ukisikia kadhaa unaenda kuangalia, unahangaika. Sasa kukoswa tauhidi inabidi uhangaike zaidi kuliko unavyohangaikia afya yako, kwa sababu afya ya mtu na ubinadamu wa mtu na thamani ya mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haipatikani isipokuwa inapatikana baada ya kuwa mtu huyu amempwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, amemwahidisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mmoja. Sasa wewe ukathibitisha umoja wake Allah subhanahu wa ta'ala, tunaweza tukasema ufikie kiwango, kila mmoja ajitahidi kufikia kiwango, hata basi pambana, ingewezekana kupimwa damu yako, kwamba inatolewa damu yako kwenye kipimo, inaweka kwenye maabara ya tauhidi, basi damu yako isome tauhidi. Ni nani kati yangu na wewe ambayo naweza ukafikia kiwango hicho, kwamba inatolewa damu kupelekwa kwenye maabara ya tauhidi, damu yako isome tauhidi, isome la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kweli, katika maneno na matendo, katika tabia na mwenendo, maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo tauhidi ina thamani na inahitajika kwa mwanadamu kuliko mwanadamu anavyohitajia kuendelea kuishi duniani. Anapopata tatizo la afya yake, akahangaika kushughulikia afya yake ili iweze kurudi. Hivyo tunatakiwa kuhangaikia tauhidi, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko tunavyohangaikia maisha yetu ya duniani. Tauhidi hiyo ni adhamu neema, ni neema iliyokubwa zaidi an'amahu Allahu ala ibadihi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha neema hiyo waja wake. Hadahum ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza waja wake kuielekea hiyo tauhidi, akataka wawe na tauhidi. Allah akawaongoza watu kuwataka wawe na tauhidi, waelekee kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Andhiru
annahu la ilaha illa ana fattaqun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimtaka mtume wake, akiwataka mitume wake wawaonye watu, wawatahadharishe watu kwamba hakika mambo yalivyo, hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki illa ana, Allah anasema isipokuwa mimi, yani isipokuwa yeye Allah peke yake. Fattaqun, muogopeni, niogopeni, yani muogopeni Allah tabaraka wa taala. Lakin ikhwa fil iman, tauhid kama inavyofahamika annahu ghaya min khalqi aljinni wal insi, kwamba tauhid ndiyo lengo kuu la kuumbwa wanadamu na majini. Tauhid ndiyo lengo kuu la kuumbwa wanadamu na majini. Kuumbwa kwetu lengo kubwa zaidi ni tauhid. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa waniabudu, ai yuwahiduni, wanipwekeshe. Ndugu zangu katika imani, tusimame wima, tusimame imara katika tauhidi, kwani tauhidi ina matunda makubwa. Matunda hayo yanapatikana duniani kama tulivyotangulia kusema, lakini yanapatikana siku ya kiyama, kisha yanapatikana siku ya kiyama. Lakini pia katika umuhimu na ubora na utukufu na nafasi ya tauhid, sababul a'zam litafrijil kurbati dunya wal akhirah wa daf'i uqubatiha, kwamba tauhid ni sababu kubwa zaidi, sababu tukufu zaidi ya kumfariji mtu na tabu za dunia na akhera. Hakuna cha kufariji zaidi. Tunarudi pale pale tulipokuwa, kwamba asiyekuwa na tauhidi hana cha kumliwaza. Akipata shida ghafla anaweza kuamua kujinyonga, lakini mwenye tauhidi ana sehemu ya kurudi kuhusiana na tatizo lililompata. Ana sehemu ya kurudi kwamba nimepata hili, nilikuwa nimehangaika nikapata milioni 10, kwa hiyo milioni 10 imepotea. Mwenye tauhidi ana sehemu ya kurudi kwamba hii haikuwa ya kwangu. Tayari mtu anatulia, anabakia, anarudi katika hali yake ya kawaida, hii haikuwa ya kwangu. Aidha kama imepotea, nimeipoteza, huenda aliyeiokota alikuwa na shida nayo zaidi ya mimi. Huyo aliyeiokota alikuwa na shida zaidi kuliko mimi, Allah kampa mwenye shida zaidi kuliko mimi. Lakini wallahi kama tauhidi haipo, unaweza kupoteza hiyo milioni 10 na ukapoteza na mbuzi, ukapoteza na ng'ombe, ukapoteza na mashamba, kisa unamtafuta yule aliyechukua hiyo 10,000 au aliyeyokota yuko wapi. Na bahati mbaya watakwambia kwamba inarudi hiyo siku chache tu inarudi. Na zaidi mtu anaweza kufanyia atashawudh, mazingaombwe, akakuonyesha hata aliyeichukua. Mtu anakufa, baadhi ya watu wanaonyeshwa kwamba huyu mtu wako nadhani amekufa, njoo nikuonyeshe. Yuko pale analima na unamuona ameshika jembe, lakini ulimzika. Unaniambia utafanyaje? Kwa hiyo cha kukurudisha, cha kukutuliza nafsi yako hakipo tofauti na tauhidi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tauhidi ina umuhimu mkubwa. Mtu mwenyewe, mtu binafsi kuwa na tauhidi, jamii kwa ujumla kuwa na tauhidi, lakini pia tauhidi kufundishwa. Watu bila tauhidi, mtu ataamua kufa tu ghafla, atajiingiza kwenye matatizo. Ulikuwa unatafuta nini? Anachokitafuta hakipo, na mengine mengi yanayofanana kama hayo. Hivyo tauhidi ni sababu ya kumfariji mtu kutokana na matatizo ya duniani na matatizo ya akhira.
utafarijika kutokana na matatizo ya duniani, na biidhnillah utafarijika na matatizo ya siku ya kiyama kutokana na tauhid uliyokuwa nayo huku duniani. Tauhid min ajalli fawaid, miongoni mwa faida ambazo ni ajali, ni tukufu zaidi, ni bora zaidi, yamna'u al-khulud fi an-nari, baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid humzuia mtu, ni sababu ya kumzuia mtu kukaa milele motoni. idha kana fil qalbi minhu adna mithqala habatin min khardalin, ikiwa huyu mtu alikufa ndani ya moyo wake ana tauhidi ndogo mno kuliko mbegu ya hardal, kuliko chembe ndogo. Tunaweza tukachukulia mbegu ya mchicha, kuliko mbegu ya mchicha. Mwenye kufa ana tauhidi kiasi hicho na udogo wake, ni sababu ya kutokaa motoni milele. Anaweza akaingia motoni, kisha hicho kidogo tu, kichembe kidogo, ikawa ni sababu ya kumtoa motoni. Ndugu zangu katika imani, tauhidi ina umuhimu mkubwa zaidi. Na mara nyingine tauhidi huwezi kuiona kwa mtu fulani, lakini wewe mwenyewe unaiona. Unaweza kuiona baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, au yawezekana usiione. Kwa hiyo tauhidi ina nafasi kubwa kwa mtu binafsi, lakini tauhid ina nafasi kubwa katika jamii. Watu, jamii itakapomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ikatambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikatambua utukufu wa Allah na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mbingu na ardhi bila nguzo kama tunavyoiona, watu watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtu ataamua kubadilika. Lakini tauhidi annahu yuhsalu au yahsilu liswahibihi alhuda alkamil wal amnu tam fi dunya wal akhirah, kwamba tauhidi ni sababu ya kumpatia mtu uongofu uliokamilika. Tauhidi ni sababu ya kumuingiza mtu katika uongofu uliokamilika. Bila tauhidi utakuwa na uongofu nusu, utakuwa na muongozo nusu. Wakati mwingine unaweza ukaswali usijue kwamba kwa nini unaswali. Wakati mwingine swala zote unaweza ukazidiriki tena jamaa, lakini usijue unafanya nini. Wewe shida yako ikawa ni kukaa muda wote umesikiliza adhana ikitoka, unaangalia kwenye saa kwamba muda umefika, unaingia msikitini, lakini usijue unafanya nini. Usijue unaswali kwa ajili ya nani. Usijue unaswali ili upate nini. Je, usiposwali utapata nini? Lakini tauhid ni sababu ya uongofu uliokamilika. Utajua naswali ili nipate nini, naswali kwa kuitekeleza amri ya nani. Je, ni kitu gani nikikifanya hii swala nitakuwa nimeiharibu pamoja na kuwa nimeshaiswali? Kwa hiyo utakaa ukiwa uko kwenye ulinzi. Tauhid baada ya Allah ni ulinzi. Kwa hiyo tauhid ni sababu ya mtu kupata uongofu uliokamilika, wal amnu tam, na amani iliyotimia. Amani iliyotimia. Watu watakapokuwa na tauhid wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, imani itatanda, amani itaenea kila sehemu, kwa sababu kila mmoja atakuwa anaogopa kumdhuru mwenzake, kila mmoja atakuwa anaogopa kuharibu cha mwenzake, kwa sababu anajua ipo siku ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tauhidi, watu tukiwa na tauhidi, amani, wewe mwenyewe utakuwa na amani, aliyoko karibu na wewe atakuwa na amani, mnayefanya biashara pamoja atakuwa na amani, kila kitu kitakuwa na amani. Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni fi dunya wal akhirah, duniani na akhira,
Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina amanu, wale walioamini imani ya kweli wakamwamini Allah subhanahu wa ta'ala imanan jazima ghair mukhalata bishakka, imani ya kweli, imani yenye maamuzi isiyokuwa na shaka ndani yake, imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni wahdahu la sharika lahu, ni mmoja peke yake, hana mshirika. Hili ukalitambua, ukalitamka kwa ulimi wako, maisha yako ya kila siku yakawa yanasoma hivyo, yanasoma kwamba wewe unamwamini ambaye ni wahdahu la sharika la, ni mmoja asiyekuwa na mshirika. Tunapotaja imani, na anayeamini mti anaamini, ana imani, anayeamini sanamu naye ana imani. Lazima hii imani iwe na tofauti. Imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ghair mukhalata bishakka, isiyochanganyikana na shaka ndani yake. Walam yalbisu imanahum bidhulmi, hao walioamini kisha imani yao wakawa hawajaichanganya na dhulma, imani yao ikawa ni nyeupe, ikawa haijachanganyikana na dhulma. Ndugu zangu katika imani, tunaweza tukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini imani yako ukaichanganya na dhulma, na dhulma iliyokusudiwa hapa ni shirki. Imani ukaichanganya na shirki, shirki katika maneno, shirki katika matendo, shirki katika kufikiria, shirki katika matamanio, kutumia matamanio yako unavyotaka wewe, shirki katika ibada, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, shirki katika aina zote za shirki, kama ilivyokuwa kuvaa mahirizi, kupiga ramli na mengine mengi, kujenga vijumba vya mizimu na mengine mengi. Shirki unaweza ukasema mimi sio mshirikina, huwa hili tunalieleza mara kwa mara. Unaweza ukasema mimi sio mshirikina kwa sababu sijavaa hirizi, mimi sio mshirikina kwa sababu sina vijumba vya mizimu, wakadha wakadha, sipigi ramli. Lakini hivyo vyote ukawa uko navyo, viko hapa kifuani, viko moyoni. Huna hirizi uliolivaa, lakini hirizi umelivaa moyoni, na mengine mengi kama hayo. Kwa hiyo alladhina amanu, wale walioamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, ikawa imani yao hawajaichanganya na dhulma, yani shirki, hawajaichanganya na ushirikina. Wanamkubali Allah subhanahu wa ta'ala na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumthamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala. Wana adabu ya kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wanaenda mpaka inafikia wanamwabudu Allah kama wanamuona, kama hawamuoni yeye anawaona. Mtu anafikia kiasi hicho. Ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani, wa hum muhtadun, na hao ndio walioongoka. Tauhidi ambayo imekuwa na thamani kwa mwanadamu kuliko maisha yake, kwa sababu baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio inatengeneza maisha ya duniani yawe maisha na mtu atulie ndani ya dunia yake. Tauhidi ndiyo sababu ya kutulia mtu ndani ya kaburi lake, kwa sababu kitu cha kwanza mtu akifa ataulizwa tauhidi, ataulizwa al-usulu thalatha, misingi mitatu. Mtu ataulizwa kuhusiana na Mola wake, nani Mola wake, nani mtume wake, ni ipi dini yake. Tauhidi ambayo itakuwa ni sababu ya kiliwazo na utulivu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumu nasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo watu watapelekwa makundi kwa makundi
liyurau amalahum, ili waonyeshwe matendo yao. Aliyefanya mazuri aonyeshwe mazuri, na aliyefanya mabaya aonyeshwe mabaya. Tauhid ni sababu ya faraja. Tauhid innahu sababu al-a'zam linaili ridha Allah wa thawabihi. Tauhidi ni sababu pekee ya kumpelekea mtu baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zake na malipo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ndugu yangu Muislamu, lazima ufahamu kwa yakini kwamba hakuna sababu, hakuna utakachokifanya ikawa ni sababu ya kuzipata radhi za Allah, ikawa ni sababu ya kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kupata malipo, thawabu, akiba iliyo imara, akiba isiyooza, akiba utakayoitumia ndani ya kaburi lako, akiba utakayoitumia katika maisha ya milele abada. Katika maisha ya milele hakuna akiba kama tauhidi. At-tauhid, lakini tauhidi ni sababu ya kupata maombezi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ili uingie kwenye kikundi kile atakachokiombea Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama. Man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, kwa yule atakayesema la ilaha illa Allah, hili likiwa liko safi, limetakasika kutoka moyoni, akiwa ni khalisan mukhlis, akiwa ni msafi, akiwa ni mweupe, akiwa ana ikhlasi, akiwa amenyoka, ikiwa dini yake, tauhidi yake dhahira wa batina, ndani na nje vinamsoma kwamba yeye ni mwenye tauhidi, ni sababu ya kupata uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At-tauhid, ni upi umuhimu wake tauhidi? Ni upi ubora wake tauhidi? Ni ipi thamani yake tauhidi? Ni upi umaskini na ufakiri mtu anapokoswa tauhidi? At-tauhid, tauhid kwamba anna jamia al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batina mutawafiqatun fi qubuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi thawabi alaiha, yani ala tauhidi, kwamba matendo yote unayoyatenda, matendo yote tunayoyatenda, maneno yote tunayoyasema, yanayoonekana na yasiyoonekana, mutawaqifatun, yamesimama na yanawafikishwa fi kubuliha, ili yaje kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zako unazozifanya ili ziweze kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ziweze kukamilika, yani ufanye ibada ili iweze kuonekana kwamba umefanya ibada hivyo vyote, na uweze kuandikiwa thawabu, daftari lako la kuandikiwa thawabu liweze kuwekwa wazi na kufunuliwa, ili uwekwe humo kwenye daftari lako na uorodheshwe katika watu wanaostahili kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mutawaqifatun alaiha, vimesimama juu ya tauhidi. Kama tauhidi haipo na unachokifanya hakipo, ni habaa manthura, ni mavumbi yaliyotawanyika, si chochote si lolote. Kama tauhidi haipo na unachokifanya unapoteza muda. Tayib, fakullama qawa at-tauhid wal ikhlas kamilat hadhihi al-umuri wa tamma. Kila mtu anapoendelea kuwa na nguvu za tauhidi, kutia nguvu na kuthamini na kufuatilia na kujilazimisha na kujipamba na tauhid na ikhlas,
akawa anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hivyo hivyo kamulat hadhihi al-umuri wa tammati, mambo yake ndipo yanaweza kukamilika na kutimia. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, unaweza ukapoteza muda mwingi, unaweza ukafanya kheri nyingi, lakini ikiwa hujasimama vizuri katika tauhidi, ukawa unapoteza muda wako. Tauhid wa ahamiyatuha, tauhid na umuhimu wake. Ni upi umuhimu wa tauhid? Kwa nini watu wawe na tauhid? Kwa nini watu wakose tauhidi wapate hasara? Annahu yusahhilu ala al-abdi fi'lu al-khairati wa tarku al-munkarati wa yaslihi inda al-masaibat au inda al-masaib al-mukhlisu lillahi fi imanihi wa tawhidihi tukhaffifu alayhi at-ta'at lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwanihi wa yuhawwinu alayhi tarku ma tahawahu an-nafsi min al-ma'asi lima yakhsha min sakhtihi wa alimi iqabihi. Tauhidi baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kumfanya mtu apate wepesi, ni sababu ya kumfanya mtu apate wepesi wa kufanya kheri, kufanya mambo ambayo ni mazuri, hatopata uzito wa kufanya kheri. Wa tarkul munkarat, tauhid ni sababu ya kumfanya mtu aache maovu. Ndugu zangu katika imani, ni mara ngapi watu wanafanya ibada na wanafanya maovu, vyote wanavifanya? Ni mara ngapi watu ni mashekhi lakini wanafanya uchafu? Ni mara ngapi watu wanasoma ni wasomi lakini wanafanya yasiyofaa? Ni mara ngapi mtu anafanya ibada na anafanya haramu, vyote anavyo, wote anawaridhisha, anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na anamridhisha ibilisi laanatullahi alayhi. Vyote anavyo, anaondoka navyo. Ukimtafuta kwenye swala na ibada mbalimbali utamkuta, lakini ukimtafuta kwenye uchafu aina mbalimbali utamkuta. Ni mara ngapi watu wa namna hiyo? Inafikia hilo linaenda hata kwa wataalamu. Mimi ikiwa nilijaliwa kumsikia mtu mmoja, Allah muhifadhi, khutba ya kwanza anamtukana mtu, anaongea shehe fulani, ni khutba. Na hili napenda kulikariri mara kwa mara. Khutba anamzungumza shekhe fulani, yuko anamtukana, khutba fulani shekhe fulani, khutba ya kwanza inaisha. Anasimama khutba ya pili, anamtukana shekhe fulani na anawaambia kwamba mengine tutamalizia Ijumaa ijayo. Sasa vitu gani? Mtu ni msomi, unaniambia kinachompelekea kufanya hivyo ni nini? Na mambo kama hayo. Kwa hiyo tauhid ni sababu ya kumfanya mtu ayaache yale yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyotangulia mwanzo kusema, tauhidi ni sababu ya kumliwaza mtu anapokuwa na matatizo. Kwa nini? Anakuwa ni mwenye kumtakasa na kujitakasa, amejitakasa na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake. Lakini tauhid ni sababu ya kumletea wepesi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwani, kwa yale anayoyategemea kuyapata miongoni mwa malipo thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wake na radhi zake. Wa yuhawwina alayhi tarku ma tahwahu nafsi, pia vile vile tauhidi ni sababu ya kumfanyia wepesi, kumuondolea, kuona hayafai yale ambayo nafsi inayatamani, kudharau yale ambayo nafsi inayatamani. Nafsi inatamani mambo mengi. Nafsi inatamani nyumba ya jirani iwe ya kwako.
Ndiyo, kuna husda, kuna ghibta. Kuna husda ambayo takulu alhasanat kama takulu naru alhatab, husda inayokula mazuri kama moto unavyotafuna kuni. Kuna ghibta, kutamani uwe na kitu alichonacho mwenzako lakini yeye abakie kuendelea nacho. Kwa hiyo tauhid ni sababu ya kumfanya mtu adharau yale ambayo nafsi inayatamani minal maasi, katika maasi. Bila tauhidi yote utayafanya. Kwa nini? Kwa yale anayaogopa katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Kwa nini tauhidi? Kwa nini mtu akose tauhidi awe maskini? Kwa nini mtu akose tauhidi awe yatima wa imani yake, awe yatima wa Uislamu wake, awe wa mwisho na hafai katika Uislamu wake? Kwa sababu tauhid idha kamila fi qalbin habbaba Allahu li sahibihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi. Kwa sababu tauhid inapokamilika, Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa fawaidi zake humpendea mtu huyu na kumchagulia ndani ya moyo wake kuwa na imani na kuipamba imani ndani ya moyo wake na kumweka mbali na kuchukia kufuru na ufasiki, mambo maovu, na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kumjalia katika wale walioongoka. Tauhid. Kwa nini tauhid? Kwa nini tunaizungumza tauhid? Kwa nini tauhid imemchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mrefu akiwa Makka, anawaandaa watu, anawajenga watu, binaa ar-rijal, akiwajenga watu. Hukumu nyinginezo za Uislamu zikaja baadaye, nyingine zikaja Madina, ameshahama kutoka Makka kwenda Madina. Muda mrefu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yurasihu at-tauhid fi qulubi ar-rijal libina'i ar-rijal wa libina'i al-amal. Mtume sallallahu alayhi wasallam muda mwingi akipandikiza tauhidi kwenye nyoyo za watu, akiwajenga watu na kujenga taifa la baadaye linalokuja, watakaokuja kuzipokea amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tauhid, amri ya Allah utakuwa nayo lakini utaichezea. Bila tauhid, itafikia Allah subhanahu wa ta'ala utamtania kama vile ni mjukuu wako. Bila tauhid, Allah utamdharau kana kwamba hakukuumba. Bila tauhid, utafanya vituko kama vile Allah aliyeharamisha, unamzidi akili. Bila tauhidi, mwisho wa siku Firauni akasema ana rabbukumul ala, mimi ni Mola wenu wa juu. Akajitangaza Firauni lanatullahi alayhi kwamba yeye ni Mola wa juu. Kitu gani kimemfikisha huko? Bila tauhid, Ibilisi lanatullahi alayhi akakataa kumsujudia Adam sijida ya kumheshimu Adam. Akasema, huyu umemuumba kwa udongo, mimi umeniumba kwa moto. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila tauhid utafanya hata yale ambayo akili zako unavyofikiria huwezi kuyafanya, lakini bila tauhid utajikuta umedumbukia bila kujua. At-tauhid wa minha annahu yukhaffifu al-'abdu al-makarih wa yuhawwinu alayhi al-alam, fabihasbi takmil al-'abdi litawhidihi wal-iman yatalaqqa al-makarih wal-alam biqalbi al-munsharih wa binafsi mutma'inna wa ridha biaqdari Allahi al-mu'lima. Tauhid. Kwa tauhid kwamba hakika mambo yalivyo, tauhid baada ya idhini ya Allah ni sababu ya kumpunguzia mtu makali ya yenye kuchukiza na yenye kuumiza. Wa yuhawwinu alayhi al-alam. Tauhid
ni sababu ya mtu kumpunguzia maumivu uliyokuwa nayo ya ufakiri, maumivu uliyokuwa nayo ya ugonjwa, maumivu uliyokuwa nayo ya kukosa cheo unachokitamani, maumivu uliyokuwa nayo ya kukosa mali unayoitamani, maumivu uliyokuwa nayo ya kukosa afya unayoitamani. Biidhnillah jalla wa ala, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidi ni sababu ya kupunguzia maumivu, vinginevyo utateseka. Tauhid fabihasbi takmili al-abdi litauhid, kulingana au kutokana na ukamilifu wa tauhidi ya mtu na imani ya mtu, yatalaqa al-makarihi wal-alam, ndivyo atakutana na yenye kuchukiza na yenye kuumiza. Atakutana nayo vipi? Biqalbil munsharihi, na moyo kwa moyo moyo mkunjufu, moyo usiokuwa na doa. Wa binafsi mutmainna ridha biaqdari llahi almu'lima, atapokea mwenye tauhid kwa nafsi iliyotulia, akiridhia na akiridhika na kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zilizomfikia zenye kuumiza. Kwa tauhidi hutotengeneza mpasuko, kwa tauhidi hutotengeneza vitu mbalimbali, hutotengeneza asbabu mbalimbali zisizokuwa za msingi, sijui maandamano, sijui vitu gani, vitu vya namna hiyo. Kwa tauhidi unasema hiki sikipata, basi ukipata hujakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, unarudi unatulia. Kwa tauhidi nafasi hii nimeikosa, hutotengeneza kikundi, utatulia, utaridhika na kile alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid ambayo ndio somo letu la kila siku ya Jumatano, na somo letu ambalo linatakiwa lisomeshwe mirara wa tikrara, in amkana biidhnillah, kama itawezekana kwa idhini ya Allah lisomeshwe kila siku, kwa sababu tauhid baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ya mtu yanatengamaa. Sawa ana uwezo hana uwezo, anabakia kwenye hali ya kawaida. Naam, tauhid annahu yuharriru al-'abdu min riqi al-makhluqin, kwamba tauhidi ni sababu ya kumfanya mtu awe huru. Tauhidi inamtoa mtu kuwa mtumwa wa viumbe. Huwezi kuwa mtumwa. Tauhid kwenda kujikomba kwa watu bila sababu ya msingi, kujidhalilisha kwa watu bila sababu ya msingi, utaja shida zako zote bila sababu ya msingi. Tauhid yuharriru al-'abdu min riqi al-makhluqin, tauhidi inamfanya mtu awe huru, ajitoe kwenye utumwa wa wanadamu, wa viumbe. Tauhidi inamfanya mtu anakuwa huru, anatoka kwenye utumwa. Lakini bila tauhidi, wallah, utapata mtihani, utahangaika sana. Utakuwa ni mtumwa wakati wewe sio mtumwa, uko huru. Lakini ndugu zangu katika imani, tunarudi pale pale kwamba asiyekuwa na tauhidi, huyo ni mtumwa muda wote. Ni mtumwa wa mali zake, ni mtumwa wa shida zake, ni mtumwa wa raha zake, ni mtumwa wa nafasi alionayo, ni mtumwa hata yaatiyahu al-yaqin, ni mtumwa mpaka mauti yanamfikia mtu asiyekuwa na tauhidi. Hivyo tauhid ni sababu ya kumuondoa mtu katika utumwa wa viumbe, wa min taalluq bihim, na kujitundika kwa viumbe na kujikomba kwa viumbe, wa khaufihim. Tauhidi ni sababu ya kumuondoa mtu kwenye utumwa wa kuwaogopa viumbe, wa rajaihim, na kutegemea kwamba wao ndo wanaweza kumaliza haja zake zote, wal amalu li ajlihim. Tauhid inamuondoa mtu kwenye utumwa wa kufanya kwa ajili ya watu, kufanya ibada kwa ajili ya watu wamuone na kadhalika. Wa hadha huwa al-izzu al-haqiqi. Ukilipata hilo, ukipata tauhidi, anasema tauhid huwa al-izzu al-haqiqi, ndio ushindi wa uhakika, ndio heshima ya uhakika. Tauhidi peke yake ndio heshima ya uhakika. Tauhidi peke yake ndio cheo cha uhakika, vingine vyote utakuwa wewe ni mtumwa. Huwa al-izzu al-haqiqi.
wa sharfu al-ali, tauhidi ndio utukufu wa hali ya juu. Fayakun bidhalika mutaabidan lillah, kutokana na tauhid mtu anakuwa ni mwenye kumwabudu Allah. La yarju siwahu, hamtegemei yoyote yule asiyekuwa Allah. Wala yakhsha ghairahu, mtu hamwogopi yoyote yule asiyekuwa Allah. Wala yunibu illa ilayhi, na wala haelekei popote, hamwelekei popote yoyote yule, hamnyenyekei yoyote yule illa ilayhi, isipokuwa naelekea kwa Allah. Wala yatawakkal illa alayhi, na wala hategemei isipokuwa anategemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika yatimu falahuhu wa yatahaqqaqu najahuhu, na kupitia njia hiyo ya tauhid na hayo yote ndipo utaweza kutimia ufaulu wake na kuokoka kwake na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kupata uhakika. Ndugu zangu katika imani, tunaposema kumtegemea Allah peke yake, hatujasema kwamba usifanye kazi ukae nyumbani tu unamtegemea Allah. Ni itimadu ila Allah biitikhadhi al-asbabi. Katika misingi ya tauhid ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzitafuta sababu ambazo ni za halali. Isije ikatoka hapo mtu kakaa tu unasubiri kuomba, unasubiri kadha wa kadha, hujishughulishi, unasema mimi simtegemei yoyote yule, namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, sifanyi chochote kile, sifanyi kazi yoyote ile, ukadharau kazi. Mwisho wa siku ukawa omba, mwisho wa siku ikatokea ukawa mwizi, mwisho wa siku ukawa utakavyokuwa. Mmoja katika salafi swalih anasema inni la akrahu, hakika mimi nachukia zaidi, namchukia mtu ayakuna sabahalala, muda wake kuwa ni waholela, la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah, haonekani anafanya kazi za duniani za kumuingizia riziki yake ya halali, haonekani anafanya kazi za kumuingizia mapato siku ya kiyama. Sema hapana, huyo hafai. Kwa hiyo tunapotaja usimtegemee yoyote isipokuwa mtegemee Allah, hatuja kuzuia kufanya kazi, hatujazuia kwenda kuomba kazi kwa njia iliyo sahihi, na kazi hiyo ukaitekeleza kwa utaratibu anaoupenda Allah na kuridhia. Naam, at-tauhid, tauhidi ambayo imepata nafasi kubwa katika Uislamu. Bila kutamka tauhidi hauwi Muislamu. Shahadatu an la ilaha illa Allah, tauhidi ambayo ndio imekuwa nguzo ya kwanza ya Uislamu. Na ndugu zangu katika imani, bila kukubalika tauhidi na misingi yake, mengine yote yatakuwa yamefeli. Ndugu zangu katika imani, hiyo tauhid, anna tauhid idha tamma wa kamila, kwamba tauhidi ya mtu inapotimia na kukamilika, fil qalbi, katika moyo wa mtu. Wewe unaweza kaangalia tauhidi ulionayo ni kiasi gani. Watahaqqaqa tahaqquqan kamila, na ikapata uhakika, lakini si uhakika ambao ni wa ukamilifu. Ikapata uhakika uliojaa ukamilifu ndani yake, lakini si peke yake tu, bil ikhlasi tam, ukiwa na ikhlasi iliyotimia. Fa innahu yasiru alqalil min amalihi kathira wa tudha'afu amalihi wa aqwalihi bighairi hasri wala hisabi. Inapofikia kiwango hicho, basi hufikia mtu anafanya kidogo katika matendo yake, kinakuwa ni kikubwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tudha'afu amalahu, na matendo yake yanakuwa ni yenye kuongezeka mara kwa mara, yani hupata faida, matendo yake yanazaa, yanapata faida, na maneno yake anayoyasema bila shaka hatosema isipokuwa khairi, kwa sababu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bila shaka kama ni maneno utakuwa unafanya dhikri, na kama sio dhikri uko kwenye shughuli zako za muamala wako wa kila siku, shughuli za kawaida,
zitakuwa zinachunga misingi ya sheria. Utazungumza kheri ukitaka kuzungumza la kheri, likikosa utanyamaza hata kama watu watakuona kwamba wewe hufai. Basi mtu akifikia hivyo, yasiwe ana maneno yake na matendo yake yanakuwa ni yenye kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka, bighairi hasrin, bila kikomo, wala hisabi, bila kuhesabiwa. Kufikia hapo, mpaka hapo, Muislamu utajua kwamba kukosa tauhidi unakuwa umekoswa roho yako. Yani kuwepo kuendelea kuwa hai bila tauhidi unakuwa ni mtihani. Kukosa tauhidi unakuwa umekosa kitu chako ambacho ni cha msingi. Lakini tauhidi, التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kusimamia. Allah ni mwenye kusimamia watu wenye tauhidi, kuwasimamia nusra, msaada ulio mkubwa, kukuondoa kwenye mitego ambayo ni mibaya, ingekufikisha sehemu mbaya, kukukinga na madhara. Hirizi, usiende kuvaa hirizi lako wewe mpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala, muamini Allah peke yake, ukweli wa kumwamini, na ujizuie na kila chochote alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ujilazimishe kukifanya kila chochote alichokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kukifanya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kumsimamia katika dunia, wal izza washaraf, na kumpa nguvu na utukufu mwenye tauhidi, wa husulul hidayah, na kumpatia uongofu, wa taysiri liyusra, wa taysir, na kumfanyia wepesi ulio mkubwa zaidi kwa kile ambacho ni kizito, wa islahil ahwal, na kumtengenezea vizuri mtu hali zake, wa tasdid fil aqwal wal a'mal au wal afwal, na kumjalia kupatia na kunyooka katika maneno na matendo. Tauhidi, inna Allaha yudafiu anil muwahhidin, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yudafiu anil muwahhidin, anawalinda wenye tauhidi. Muwahhidin, nani mwenye tauhidi? Ni yule aliyesema la ilaha illa Allah. Kwani kila aliyesema la ilaha illa Allah ni muwahhid, khalisan min qalbihi, ana ikhlas kutoka moyoni mwake, wa mutabaati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na huku akimfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Ni vitu vinaendana, tauhid. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi ya kuwalinda wenye tauhid na shari za dunia na shari za siku ya kiyama, na kuwapa maisha yaliyo mazuri. Ndugu zangu katika imani, hebu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hebu tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, hebu kila mmoja na ajilazimishe kubadilika, akarudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka watu tuko aina mbalimbali, bila shaka watu tumebeba mengi, bila shaka watu tunapenda vitu mbalimbali. Almuhimu tuko mutanawia, tuko aina tofauti tofauti. Sasa kutokana na hizi anuai tulizo nazo na njia na vichochoro tulivyo navyo, hebu kila mmoja na ajitoe, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukielekea kumaliza somo letu linalozungumzia ubora wa tauhid au umuhimu wa tauhid au thamani ya tauhid, famadha naf'al au madha yaf'alu almuslim hatta yakuna muwahhida, afanye nini muislamu mpaka awe na tauhidi? Tunafanya nini ili tuwe na tauhidi?
Ndugu zangu katika imani, yamekuja mengi katika tauhid kwamba tujilazimishe hiyo tauhid, tuitaje kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mirara wa tikrara, mara kwa mara. Uitaje shahada ya la ilaha illa Allah kwa ulimi wako, moyo wako uitaje, matendo yako yaitafsiri. Unaweza ukawa ni mtu wa la ilaha illa Allah, lakini matendo yako ni mengine, yanakupeleka kwingine. Kama ambavyo unaweza ukaswali, swala ni vizuri, umeiswali vizuri, swali kama raaitumuni usalli, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona na swali, ukaswali kama alivyoiswali Mtume. Lakini wewe na swala yako ikawa ni baina al-mashriq wal magharibi ukawepo umbali kati ya mashariki na magharibi. Kwa hiyo unaweza ukaitaja kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini moyo usihitaje, matendo yasihitaje. Hebu uonekani hata mitaani tauhidi isome mitaani. Tauhidi isome kwenye miamala yako ya kila siku. Tauhidi isome ukiuza, ukanunua. Tauhidi isome ukiishi ndani ya familia yako. Tauhidi isome. Tauhidi isome katika jamii. Ndugu zangu katika imani, tunafanyaje na hali hii ya jiografia tulionayo? Kila mtu anataka aseme, kila mtu anataka apate, hata kama njia aliyoipita sio yenyewe. Kila mtu anataka awe mwenyewe, kila mtu anataka nafasi fulani aipate kwa njia zozote zile. Hata kama anachinja mbuzi anazimaliza, achinje na kuku, apate kile anachokitaka. Tunafanyaje kufikia tauhidi katika hali hii ambayo imejaa ushabiki ndani yake? Tengeneza kitu hapa mfumo kwamba kuna mabishano fulani shekhe anaenda kumradi fulani, msikiti huu utajaa, watu watakuwa wako nje. Ushabiki huo. Leo kuna rududi, leo msikiti unajaa. Tauhidi, tunafanya nini ili tufikie tauhidi? Durus mbalimbali, ukiangalia durus sasa hivi alhamdulillah, kwa upande wa kina mama wana durusi nyingi wanasoma, lakini ingia kwenye durusi hizo watengeneze ka kikundi. Kwa hiyo unaweza ukaona wanasoma, kumbe hapana tu, wana vitu vyao vingine, wanachama, kuna vitu wanachangiana humo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sasa hali imekuwa hivyo. Hali imekuwa hivyo, mtu anajilazimisha kuwa ustadhi wakati sio ustadhi, ili aweze kupata anachokipata, aweze kudanganya anachokidanganya, ili siku hiyo ipite, na mengine mengi yanayofanana kama hayo. Kwa hiyo Uislamu mjue kwamba kuna kazi nzito ili tauhidi isimame kwenye kifua chako na cha yule na yule na yule. Kazi ni kubwa mno, inabidi uazimie. Lakini wanasema pia vile vile kuthibiti swala, kuthibiti sana katika swala hizi tano, kuziswali kwa unyenyekevu wa hali ya juu ni sababu ya kumpelekea mtu aingie kwenye apate tauhid. Qira'atul Qur'an bitadabburi, kuisoma Qur'an kwa mazingatio ni sababu ya kumpelekea mtu awe na tauhid. Imtithalu awamirullah, kujilazimisha kuyafanya aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarku nawahihi, na kuacha aliyoyakataza ni sababu ya kumpelekea mtu kuwa na tauhid. Tawakkal ala Allah fi jami'il umur wa thiqatun bi qada'ihi wa qadarihi, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'il umur, kujiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote ni sababu ya kuelekea kwenye tauhid. Wa thiqatin, na ukawa ni thika, ukawa ni muaminifu. Wa thiqatin biqada'ihi wa qadrihi wa qadari, na ukawa ni mkweli, ni muaminifu wa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa ni muaminifu
wa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hii ni msimu wa senene. Unaweza ukapewa mtihani, mko pamoja hapa, huyu ameweka hapa, huyu ameweka hapa, kila mtu ana kisani chake, zinaruka zinaingia kwa huyu. Au wavuvi ni sehemu moja, mmetega sehemu moja, lakini huyu anatoka na kilo 200, wewe unatoka na kilo 5. Niambie, baada ya kufika unafanyaje? Kuna nini? Utaenda kutazamiwa. Almuhimu, maisha ndivyo yalivyo. Tauhidi inakuwaje? Kwa hiyo ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yote, alafu wathiqatu biqada'ihi, kuwa muaminifu juu ya maamuzi anayoyaamua Allah subhanahu wa ta'ala kwako, wa qadari, na kuwa muaminifu wa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kingine al-istiqama, kuwa na msimamo ukanyoka vizuri kwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Ibtiadi ani shururi, kujiweka mbali na shari, kujiweka mbali na matatizo ya aina mbalimbali, kujiweka mbali na shari. Kila lenye kuja ndani yake kuna shari, wewe ukajiweka mbali, utajikuta hilo litakufukuza. Hata vijiweni, kukaa kwenye vijiwe linaweza kukufukuza hilo, kwa sababu mara nyingi yanayozungumza pale yanakuwa sio ya kheri. Kwa hiyo kujiweka mbali na shari na mambo kama hayo. Ndugu zangu katika imani, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, atakayefanya kheri anaiokoa nafsi yake, na atakayekosea kufanya makosa, akafanya shari, akafanya mambo yaliyo mabaya, anaiangamiza nafsi yake. Na hakuna yeyote yule katika wanadamu ambaye atabeba mzigo wa mwenzake. Kulluna yujza bima qad sanaa, kila mmoja wetu atalipwa kile alichokitenda. Wabillahi tawfiq wa asadallahu awqatakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.